Nimemkosea nini Mungu mimi? Ngoja kwa sababu ana mambo ya ajabu. Ananitafutia nini mimi? Ananitafutia nini? Ananidharau. Akamlilia kichaa. Hivi wewe kweli wakufuata kichaa? Wewe gamba. Ugamba ananitani. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa, nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia, leo amebaki njia panda. Mimba ya kichaa, Mungu pekee ndiye shahidi. Kaka, ndugu yako nipo kwenye wakati mgumu sana, na kifupi ni kwamba mimi nashindwa kuelewa. Unajua hali aliyokuwa nao sasa hivi ni mbaya na anateseka. Kwa hiyo nilijaribu kwenda nyumbani kwao ili niweze kujua labda wao walichukua hatua gani kwa nia ya kutaka kumsaidia ili aondokane na hii hali, lakini kitu ambacho nimekutana nacho kule aisee, inakatisha tamaa. Yaani hakuna hatua hata hivi moja ambayo wamechukua yenye uthubutu wa kutaka kumtibia yule binti. Ndani huko basha nini? Ukuta kuna hela huko. Hizi picha zimefuata nini ndani? Gamba ameanza kuleta picha za wanawake huko ndani. Na mrembo vipi? Mbona kama namfahamu hivi? Sio yeye wewe. Haiwezekani kumfananisha. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Ni wewe Sofia? Karibu. Jambo mama. Marhaba, ujambo? Jambo. Karibu. Asante. Za nyumbani? Salama. Zaidi wabaki wanaishi naye tu pale nyumbani na kumshangaa, lakini hawaelewi kwamba ni maumivu kiasi gani anayapitia kwenye ile hali. Kwa hiyo baada ya kutoka pale nikaona kabisa kuna haja ya mimi kuvalia njuga hili swala, kwa sababu Gena amenisaidia kwenye mambo mengi sana, mpaka kunifanya mimi Gamba iwe huyu Gamba ambaye wewe unamtizama, Gamba ambaye anajitambua, Gamba msomi. Kuna nguvu kubwa sana yule binti, kitaaluma na kimaadili. Kwa hiyo kama nikisema niachane na hili swala, itakuwa ni mtu mbaya sana.
Waswahili wanapenda kusema siku zote maji yakifika shingoni ujue mtu yuko kwenye hali mbaya. Lakini mimi ndugu yako, kwa wakati huu naweza kusema kwamba maji yamefika usawa wa mdomo, kitu ambacho muda wowote na saa yoyote naweza kuwa kwenye wakati mbaya zaidi ya huu nilionao. Lengo na dhumuni la kukutafuta wewe, nahitaji unisaidie. Nimekusikia ndugu yangu. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Hicho ndo nikusisitize. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Akifanyiwa maombezi, akishaombewa tu, atapona na atakuwa salama. Na atarudi kwenye hali yake ile ya mwanzo aliyokuwa nayo. Unaona? Wewe tu uwe na imani. Ukiwa na imani wewe atapona. Lakini mama, Ndiyo. mimi kinaniumiza. Kitu gani mwanangu? Ni kuhusu mwanao. Toka amerudi anashinda majalalani huko, na binti moja hivi tumesoma naye. Saizi amekuwa kichaa, hatujui tatizo ni nini, lakini kila muda yuko naye. Hatuelewi tatizo ni nini, lakini kinaniumiza. Nikaona nipite nikwambie. Gamba anafuatilia kichaa. Ndio. Yupoje huyo kichaa? Ni binti, lakini kichaa mwenyewe anaonekana ni mjamzito. Mjamzito? Ndio. Ni binti ambaye tumesoma naye. Ameugua sasa kichaa. Hatujui tatizo ni nini, lakini ameshakuwa kichaa. Hapo unanifumua. Subiri. Nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa. Nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia Ni huyu mama, sijakosea. Ni huyu. Ni huyu. Sasa huyu binti sasa ndo unapata picha. Huyu binti ananitafuta nini? Tena ananitafuta kwenye maisha ya mwanangu. Huyu binti ashawahi kuniletea mchezo mgawani kwangu. Huyu ana mapepo huyu. Ametumwa huyu mpaka nyumbani kwangu, sasa ananijia. Tena ananitafuta vibaya mno. Yaani huyu binti. Sasa subiri. Mwanangu, unafikiri ataolewa huyu? Takuozesha wewe. Yaani wewe subiri. Kwa uzuri uliokuwa nao, uchizi atamsaidia nini? Yaani hana lolote. Hata vipicha picha vyake sijui nikavitupe tu, nitavichoma tu moto. Havina hata haja. Nenda mwanangu. Nitakwambia. Ngoja aje. Yaani atapita gamba huu mlango, atanitambua. Haya mwanangu wae. Katika hili swala nimekunywa maji ya bendera. Sina tofauti na mwanajeshi ambaye ameyatoa maisha yake kwa ajili ya kuipambania nchi yake. Kaka, nyeshe mvua, liwake jua, kwa mateso, kwa maumivu, katika hali yoyote ile ambayo itanivamia kwenye hili swala, mimi niko tayari. Nimejitoa kimasomaso. Lengo na matamanio yangu makubwa ni kuhakikisha Gena analikava kwenye hali yake ya kawaida. Hicho kwa sababu anatia huruma, unajua. Yaani sijajua kama umepata bahati ya kuonana naye, lakini ukweli ni kwamba anafikia wakati mgumu. Ila ni vile kwamba yeye mwenyewe pia hajui nini ambacho anakifanya kwa wakati huu, kwa sababu kama kuna roho ipo ndani yake ambayo inamwendea. Ndio maana ulivyosema kwamba afanyiwe huduma ya maombi, naona hilo ni wazo zuri. Ndugu yangu, kama nilivyosema, lakini pia uwe na imani. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Atapona na atakuwa salama. Wewe tu uwe na imani.
na uzidi kujitoa kulingana na ulivyojitoa na huo moyo ulionao. Ni moyo wa kipekee sana uliojitoa kumsaidia huyo binti. Kiwa na huo moyo mmoja atapona, na imani anakwenda kupona. Hakuna Mungu aliyemuumbia magonjwa kwenye hii dunia. Na vipi kuhusu swala la maombi? Itabidi tumchukue tumpeleke kanisani ama tunaweza kumchukua mchungaji tukamfuata huko nyumbani? Nadhani kuhusu kumwombea haina haja ya kumpeleka hata kanisani. Na kijana mwenzangu unaweza nikawasiliana naye tukaja hata nyumbani ndo kumfanyia hiyo ibada ya maombezi. Mimi nitawasiliana naye njia ya simu afu kisha nitakupa mrejesho kwamba ni saa ngapi. Sawa, mimi nitakuwepo nyumbani. Na kuanzia muda huu tukiachana, mimi nitakuwa nikisubiri simu yako. Muda wowote wewe nipigie. Atapona, ila nikupe tu pole ndugu yangu. Pole sana. Haina shida. Basi asante sana ndugu yangu. Haya. Haya. Yaani ni gani? Ila ananifanya utani. Ananiletea matatizo gani kwanza? Yaani mtoto tatizo lake hasikii. Yaani ushauri wote anaoambiwa haelewi chochote. Nikosi gani? Hizi laana. Nimemkosea nini Mungu mimi? Kwa sababu ana mambo ya ajabu. Ananitafutia nini mimi? Ananitafutia nini? Ananidharau. Akamlilia kichaa. Hivi wewe kweli wakumfuata kichaa? Wewe Gamba ananitania. Tena mwanangu kabisa naona ananitafuta. Yaani mzae tumboni kwangu mimi. Ananiletea matatizo. Na mtafutia mwanamke, yeye anatafuta vichizi huko barabarani. Yaani tena huyu ananitania. Sijui hata nitafuta nini mimi nimesahau. Jamani! Hai mambo ya ajabu kweli. Yaani hivi kweli nitaelewa kweli? Ngoja kwanza. Nienda sokoni. Yaani hapa hadi mudi nitoka. Sielewi hata nilikuwa nataka nikanunue nini. Muda mmoja umeenda. Karibu. Ingia. Siingi. Na shida na wewe hapa nje. Kwani ukiingia ndani usiye shida siwezi kuisikia? Nimesema siingi wewe mama. Karibu ingia. Wewe bibi wewe. Mnanitafutia nini kwenye maisha yangu? We bibi. Mtoto wako, huyo chizi wako mjukuu wako sijui huyo. Amekuja mgawani kwangu, amenifanyia fujo na kunifukuzia wateja mgawani kwangu. Na saizi naambiwa mwanangu anazunguka na chizi wako barabarani kwenye madampo. Mmemloga mwanenu, amekuwa chizi na sasa mnataka kunilogea na mwanangu. Si ndo manake? Mnanitafuta nini? Mnanitafutia nini na nimewakosea nini? Kwa nini mwanangu amfuate mjukuu wako madamponi? Kwa nini amfuate huyo chizi? Nimemtafutia mwanamke wa kumuoa. Mzuri, wanawake ni wengi. Kwa nini amfuate huyo chizi? Kama sio mmemloga. Mnanitakia nini? Naomba utoe miwani hayo na ueleze shida yako. Samahani mganga. Bila samahani. Nina shida. Yaani shida yenyewe imenifika hapa. Nina mjomba wangu pale nyumbani. Anaumwa. Haumwi homa hizi za kawaida. Ana kichaa. Tena ana mimba. Sasa mganga, nimekuja kwako nisaidie.
nataka unisaidie nimjue huyu mtu aliyesababisha mpaka mjomba wangu yupo hivi, maana mjomba wangu anateseka. Huyo binti anaitwa nani? Anaitwa Gena. Basi shika huko hapo hapo hapo, hayo. Maskini ya Mungu, hawa binadamu hawana huruma kwa kweli. Kabisa, na ni wabaya kweli. Huyu binti alikuwa ni mwenye akili sana na alikuwa na nyota, ndio maana yote haya yamefanyiwa. Ama kweli akutukana kuchagulia tusi. Mimi nimemtuma mtoto wako amfuate mtoto wangu? Ndiyo. Wewe mwenyewe kaa na mtoto wako muonye. Hivi kwa miaka ya saa hizi wanatafutia watoto wanawake na kushangaa. Ndio mimi namtafutia sasa, ili aepukane na wewe chizi wako. Basi yule uliyemtafutia hajamkubali, amempenda chizi wangu, ndio maana yote haya yamefanyiwa. Huyo mtu aliyemfanyia haya ni mmoja. Ni mmoja aliyemfanya awe na mimba, ndio huyo aliyemfanya awe kichaa. Yaani huyo aliyemfanya kuwa na mimba na aliyemfanya kuwa awe kichaa. Sasa mganga, kwani huyu Gena kuna kitu alimkosea huyu mtu? Hapana, hakuwa na tatizo lolote, lakini huyu aliyemfanyia haya, kuteseka kwake huyu binti, ndio yeye anatajirika. Anatajirika? Ndiyo. Kwamba amemfanyia kama msukule? Yaani mjomba wangu ateseke vile, aokote makopo huko jalalani, ale maugali jalalani, alafu mtu awe tajiri, atajirika kwa ajili ya kuteseka kwa mtu? Sasa mganga, naomba nijue jambo, unisaidie nimjue huyu mtu ni nani. Ni mapema sana kijana, kwa sababu ukimjua tutazalisha mambo makubwa sana kuliko haya. Hapana mganga, mimi siwezi kufanya jambo lolote. Mimi cha msingi tu nimjue huyu mtu ni nani na kwa nini amfanyie hivi mjomba wangu. Hapa kitu kinachohitajika ni huyu binti awe mzima kwanza, na mambo ya kumjua yatafuata. Sawa mganga. Mganga, kazi ni kwako. Naomba unisaidie huyu mjomba wangu apone, maana anateseka sana, anahangaika, anaokota makopo, anafanyaje? Naomba unisaidie. Lakini kumtibu huyu binti ni ngumu sana,
kwa sababu mganga aliyemtumia ana nguvu kunizidi mimi. Ana nguvu tena? Inabidi utoe 200,000 kijana, ndipo huyu binti tumtibu. 200,000? Ndiyo kijana. Sawa mganga, basi ngoja niende nyumbani nikaonane na mama. Nikionana na mama jadiliane kuhusu hili jambo na kurudia tena. Karibu sana kijana. Asante mganga. Asante. 200,000. Sasa we bibi, nakupa onyo. Yaani nikimkuta tena mwanangu anamfatafata huyo kichaa wako, na kuomba bibi wewe, taratibu na maisha yangu. Tena nakuomba kabisa, sitaki nije nisikie wala nione. Mwe nilichokuwa nakisema sasa kimejidhihirisha. Unaona? Haya, chukua simu. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Mbona umetoka naye huko? We, unaona hiki? Ndio huyu. Nani aliyekunyang'anya furaha yako? Nani aliyekuvunja ndoto zako? Nani aliyekufanya usinitambue?